Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kuelekea katika mchezo wa mkondo wa pili nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika kati ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club kutokea katika ardhi ya Tanzania, ambapo mchezo huu kwa mujibu wa ratiba unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumapili, yani majira ya saa 10 jioni kwa saa za nchi ya Tanzania, lakini kwa pale Afrika Kusini ni saa 9 alasiri mwaka 2025 tarehe 27 mwezi wa 4. Kwa hiyo tunaona kuelekea katika mchezo huu klabu ya soka ya Simba Sports Club hii leo msafara umeweza kuondoka nchini Tanzania na ndege binafsi ya Air Tanzania, ambapo tunaona moja kwa moja ndege imeondoka katika nchi ya Tanzania na itakwenda kutua pale Johannesburg katika mji mkuu wa Afrika Kusini. Kisha mara baada ya kutua Johannesburg, basi moja kwa moja kikosi hiki kitakwenda Durban katika mji ambao ndio watakwenda kucheza mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine msafara ambao Simba wameweza kuondoka nao siku ya leo asubuhi, tunaona ni msafara wa wachezaji 23 ukiongozwa na benchi la ufundi na baadhi ya viongozi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo tunashuhudia wachezaji waliondoka ni kama ifuatavyo. Magolikipa ni watatu, yani Aish Salum Manula. Magolikipa ambao wameweza kuondoka ni magolikipa watatu, yani Musa Kamara Pinpin. Golikipa mwingine ni golikipa anaofahamika kwa jina la Ali Salim Katoro na Hussein Abel. Hao ndio magolikipa watatu ambao wameondoka ile kuelekea pale Afrika Kusini. Lakini kwa upande wa defenders Simba wameondoka na mabeki 7, yani Shamuka Rabuam, Abdurazak Hamza, Mohamed Hussein Shabalala, Shomari Kapombe, Valentinoma, David Kameta Duchu na Shemalone Fondo. Hao ndio wachezaji ambao Simba wameweza kuondoka nao asubuhi ya leo. Lakini kwa upande wa midfielders hapa Simba wameondoka na viungo 11. Kiungo wa kwanza ni Fabrice Ngoma, Awesu Ali Awesu, Yusufu Kagoma, Kibu Dennis Prosper, Dibra Fernandez Mavambo, Lada Kichasambi, Elim Panzu Kibisawala, Edwin Balua, Agustino Kejefa, Janchale Awa na Joshua Mutale Budo SGR. Lakini kwa upande wa strikers Simba Sports Club wameondoka na Leonel Ateba na Steve Deze Mukwala. Hao ndio wachezaji ambao wameondoka sambamba na kocha mkuu wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Hapa tukienda kumuongelea Fadlu Davis. Simba wameondoka kuelekea Afrika Kusini, lakini silaha yao kubwa ambao wameondoka nayo ni kocha mkuu wa kikosi cha timu ya soka ya Simba Fadlu Davis, ambaye ndiye anayafahamu mazingira vizuri ya pale Afrika Kusini, kwa sababu mji ambao wanakwenda kuchezea mechi ama mji ambao klabu ya soka Stellenbosch walipo Durban ndio mji ambao kwa upande mwingine anaoishi Fadlu Davis. Kwa hiyo itakuwa ni silaha kubwa kwa Simba, kwa sababu Simba wao wanahitaji kupata sare au ushindi wa aina yoyote ile, au wakifungwa hata angalau 2-1 3-2, basi kuna uwezekano mkubwa Simba akaenda fainali kwa mara ya kwanza katika michuano hiyo. Ndio hivyo Simba wameondoka leo nchini Tanzania, lakini tunaona wameondoka kuna baadhi ya nyota ambao wameweza kuacha nchini Tanzania kama golikipa Aishi Manula, tunamshuhudia golikipa Ayub Lakredi, mchezaji kama Kelvin Kijili, mchezaji kama Omar, bila kumsahau mchezaji mwingine ambaye Simba wameweza kumwacha katika ardhi ya Tanzania ni mshambuliaji Valentino Mashaka ambaye yupo katika timu ya taifa ya Tanzania Ngorongoro Heroes chini ya umri wa miaka 20. Tuambie eneo la comment kuelekea katika mchezo huu. Je, kwa upande wako wewe unaiona klabu ya soka ya Simba ikienda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi katika mchezo huu wa duru la mzunguko wa pili, ikiwa Simba wanahitaji angalau tusare ili kuweza kwenda finali michuano hii? Na kama unaamini Simba watakwenda kufika salama siku ya leo, like video yetu ili tuende sawa. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheisa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheisa Sultan: unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba
hizo hizo. Mpigie muda wote Sheisa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao.